Naye Rais William Ruto amewasuta wapinzani wake wa kisiasa wanaodai anatoa ahadi za uongo na kusema miradi inayotekelezwa na serikali inaonekana. Akizungumza mjini Malindi alikotoa zaidi ya shilingi milioni 126 kwa vijana chini ya mradi wa Nyota, Rais alisisitiza mradi wa Nyota ni suluhisho kwa tatizo la ukosefu wa ajira nchini. Gatete Njoroge na maelezo zaidi. Rais William Ruto alikuwa Malindi akiwa ameandamana na kikosi kizima cha serikali kwa hafla ya kutoa fedha za mradi wa Nyota. Zaidi ya vijana 5,000 kutoka wadi 60 katika kaunti za Kilifi, Lamu na Tana River walifika. Kiongozi wa taifa akichukua fursa hiyo kuwafokea wapinzani wake wanaodai serikali inatoa ahadi za uongo. Mimi nilitoa ahadi. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Kuna watu hawana maono, hawana mpango, hawana sera, ni vitimbi, ni chuki, ni ukabila, ni ubaguzi. Hiyo ndio trademark yao. Lakini Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu, inshallah tunaibadilisha hatua kwa hatua tukisonga mbele. Akipigia debe mradi wa Nyota, Rais Ruto amesema hii ni mojawapo ya ahadi alizotoa akitafuta uongozi. Pesa iko tayari. Hebu nione. Akiongeza kuwa miradi kama vile ujenzi wa nyumba za serikali na kazi ugaibuni zinaendelea kutoa nafasi za ajira kwa vijana. We want inclusivity. We want every young person, irrespective of their background, irrespective of the corner of the country, how remote your village is, you must get an opportunity like every other young person in Kenya who live in our cities, who live in our towns, who live in our villages. We must give them equal chance to participate in this program. Viongozi walioandamana na rais walitetea juhudi za serikali kuimarisha maisha ya Wakenya kupitia mipango kadhaa kama vile kuondoa ushuru kwa wanaopata mshahara wa chini. Malengo ya mradi ni kuhakikisha kwamba tunaongeza nafasi ya kazi kwa vijana, tunaongeza nafasi ya ajira, tunaongeza ile utaalamu wa vijana. Mradi kama huu tokea Kenya ipate uhuru hakuja kuwa na mradi kama huu wa kusaidia vijana kujiweza kujielimisha, kuweza kujiinua katika biashara. Naona wanasiasa wengine wanasema huu mradi unalenga watu wa chama fulani. Hiyo ni uongo. Hii mradi inalenga vijana wa Kenya wote. Kila wote inatoa vijana 84. Magavana wa Kilifi, Lamu na Tana River walitangaza kuondolewa kwa ada ya leseni kwa vijana waliofaidika na mradi huo, wakiahidi kuwapiga jeki kuhakikisha biashara hizo zinafaulu. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.